Je, umewahi kuwa katika hali fulani ambayo umeota ndoto na baada ya kuamka ukahisi ni kama umechanganyikiwa na mambo uliyoyaona katika ndoto hiyo? Watu wengi wanaona maono katika ndoto, lakini wanashinda kuelewa maana yake na utafsiri wa ndoto. Si eti kwamba Mungu hazungumzi. Maandiko yanatuambia katika kitabu cha Ayubu 33 kuanzia mstari wa 14, inasema hivi: kwa kuwa Mungu husema wakati huu kwa njia moja, au wakati mwingine kwa njia nyingine, ingawa mwanadamu anaweza asielewe. Mungu anasema na mwanadamu katika ndoto, katika maono ya usiku. Sasa, ndugu mtazamaji, si eti kwamba Mungu hawasiliani na wewe. Ndoto ambazo umekuwa ukiona ni ishara ya kwamba Mungu amekuwa akijaribu kuwasiliana na wewe kupitia ndoto. Na simaanishi kwamba ndoto zote zinatoka kwa Mungu, lakini pia Mungu husema nasi kupitia ndoto, especially kama wewe ni believer. Jambo la kwanza ni kutuonya kupitia ndoto. Jambo la pili, Mungu unena nasi kupitia ndoto kutupa faraja. Na jambo la tatu ni kutupa mwelekezo au to guide us in our lives. Sasa, ulimwengu wa ndoto ni ulimwengu ambao unanenwa kupitia symbols and metaphors. Sasa kuelewa ndoto ni lazima ujue mazingira yake kikamili. Na kila kitu ambacho unachoona katika ndoto kina umuhimu na maana yake. Tunaziita elements za ndoto. Ukiona mtu, jina la huyu mtu ni nani, mavazi aliyovaa, maana rangi ya mavazi pia inakusaidia kuelewa utafsiri. Hisia ulizokuwa nazo wakati ndoto hiyo ilipokuwa inafanyika. Je, kulikuwa na uoga ndani yako au kulikuwa na utulivu wa moyo? Sasa kuna ndoto tatu ambazo unafaa kuzielewa maana yake na utafsiri wake. Ndoto ya kwanza, ukiota unafukuzwa na nyuki au wadudu wameingia ndani ya nyumba yako, inamaanisha kuna spiritual harassment ambayo adui amepanga dhidi ya maisha yako. Na ukiota unafanya mapenzi na mtu usiyemjua ama mtu unayemjua, ni ishara ya kwamba umeingia katika agano ambalo umejua ama hujajua. Sasa ni ishara ya kusimama kimaombi na kuvunja maagano hayo ya siri. Saa zingine ndoto ya mapenzi inamaanisha that uko katika soul ties na unahitaji maombi ya kuvunja maagano hayo. Ndoto ya tatu, ukiota unakunywa maji yako kwenye glass, maji clear, na unayakunywa, ina maana ya kwamba uko katika ujazo wa Roho Mtakatifu, the infilling of the Holy Spirit. Na ukiota unapanda mlima au uko katika mlima, ina maana ya kwamba unaenda towards God. Uhusiano wako na Mungu uko sambamba.
Kwa maelezo zaidi kuhusu ndoto na utafsiri wa ndoto, unaweza wasiliana nami kupitia nambari ambayo iko hapa chini kwenye maandishi. Mungu akubariki. Shalom.